Unapokuwa na mipango ya kujenga nyumba kwa gharama ndogo au kwa gharama nafuu, unatakiwa kuwa na hilo wazo tangu mwanzo unapokuwa unafikiria kuanza ujenzi. Tofauti yetu ni kwamba kuna baadhi ya watu wanaanza ujenzi kawaida, baadaye mambo yakishakuwa magumu ndio wanafikiria ujenzi wa gharama nafuu. Hicho ni kitu ambacho huwa hakiwezekani kwa namna yote ile pale, na kama kikiwezekana basi utakuwa unatafuta namna ya kujitengenezea matatizo. Ramani hii nimekuletea ina jumla ya vyumba viwili vya kulala, chumba kimoja ni self, chumba kimoja ni single, kuna choo cha public ndani, sebule pamoja na jiko. Tofali za blocks hapo ni 1400, bati 20 na mbao za kenchi ni 70. Jengo lina upana wa mita 7.6 na urefu ni mita 7.6. Naweza kusema liko square kama unavyoweza kutazama hapo. Lakini pia uwepo wa majengo ya namna hii, yani hidden roof, inaongeza changamoto zaidi kwa jamii, kwa wale watu ambao hawapendi kufuatilia ujenzi. Kwa hiyo wanataka kukurupuka bila kufuatilia mambo yanayohusiana na ujenzi, wanaanza kujenga majengo ya namna hii hapa bila kujua haya ni majengo ya namna ipi. Sasa hapa nataka tuelewane kitu kimoja. Haya ni aina ya majengo ambayo yana muonekano mzuri na ni majengo ya starehe, naweza kusema hivyo. Yanapendeza sana na yanavutia sana kama utayajenga majengo haya kwa lengo la biashara na sio lengo la makazi kama ambavyo wengi wamekuwa wakifanya. Sasa unaweza kuuliza swali, kama lengo ni biashara, kwa nini nimekuletea ramani hii hapa? Nimekuletea hii ramani kwa maana kwamba unaweza ukajenga ramani hii na bado ukaweza kupangisha ukifanya kwa apartment na watu wakaja kufanya shughuli zao hapo. Baada ya hapo wewe ukaweza kupiga hela, na kwa sababu utakuwa unapiga hela itakuwa rahisi wewe kuweza kufanya maboresho ya mara kwa mara katika hili jengo, kuweza kuzingatia ubora wake. Kumbuka majengo ya namna hii huwa yanahitaji maboresho ya mara kwa mara, kiasi kwamba kama umelijenga kwa ajili ya makazi uishi wewe mwenyewe, litakufanya uwe unafanya maboresho ya mara kwa mara yatakaweza kukugharimu pesa, kiasi kwamba sasa wewe utakuwa hauna pesa unaingiza. Sasa kama hauna pesa unaingiza, ina maana hii itakuwa mzigo kwako. Unaweza kutazama hapo kuta hizi za juu ambazo zipo katika hili jengo, nje na ndani, zinakutana na maji mara kwa mara. Kwa hiyo ni sababu pekee ambayo inaweza kufanya jengo hili kila baada ya msimu wa mvua kuhitaji maboresho ili kuweza kuhakikisha ubora wake unaendelea kubakia kama ambavyo ilivyokuwa mpya. Nikukumbusha tu kwamba ramani kama hizi na zingine nyingi zote zimewekwa katika YouTube channel yetu na tumesha upload album ya video 40. Kwa hiyo ni wewe tu uende huko, uende ukazitazame album au video hizo hapo. Na video hizo ni za ramani tofauti tofauti, sio ramani moja. Ramani ni tofauti tofauti. Kwa hiyo unapofika huko utapata kuziona ramani na utaendelea kuenjoy zaidi, ujifunze vitu vingi sana. Kwa sababu ninaamini kila mtu akijifunza vitu vingi kuhusiana na ujenzi, pale ambapo atakapotaka sasa kufanya maamuzi ya yeye kujenga, anakuwa na machaguo mengi, kitu ambacho kitamfanya yeye kuwa sehemu salama zaidi katika ujenzi atakaoufanya. Kama utakuwa na ujenzi wa biashara, basi itakuwa biashara nzuri kwake na aweze kujua ni aina gani ya wateja ambao watakuwa wakipata huduma hiyo katika jengo lake. Lakini pia kama itakuwa ni nyumba ya makazi, basi itakuwa ni nyumba nzuri na sahihi kwa yeye na familia yake, lakini pia kulingana na mazingira ambayo amezoea kuishi, kwa sababu kila mtu ana mazingira ambayo yeye ametoka na mazingira ambayo yeye amezoea kuyaishi. Kwa hiyo unaweza ukawa unajenga nyumba ya mazingira ambayo sio ya kwako, baadaye ikaja ikawa changamoto. Kwa mfano, watu wengi wamezoea kujenga nyumba wakiweka dining room, lakini wengi wao hawajakulia katika mazingira hayo, kiasi kwamba inawapelekea wao hata watakapokuwa wakitaka kupata chakula, wanakula chakula hicho sebuleni huku wanaangalia TV, ikiwa eneo la dining tayari wameshalitengeneza katika nyumba zao. Ni kwa nini? Ni kwa sababu wametengeneza nyumba ambazo ni tofauti na mazingira waliokulia. Kwa hiyo kama umejenga nyumba tofauti na mazingira uliokulia wewe, hicho nacho kinakuwa ni kipengele kingine. Lakini unaweza kufanya hivyo kwa ajili ya kuwatengeneza vizuri wanao, pia watoto wako wasikulie vile ambavyo ulikuwa nao, pia wazoee maeneo yale. Lakini pia kama watazoea hivyo, na wewe unatakiwa kujipa ugumu zaidi, kujizoesha, uweze kuzoea hiyo hali na wewe uweze kuwa unapata chakula dining. Kwa unapata chakula dining, ina maana utafanya hata watoto wako pia waweze kuzoea hilo jambo na kuona kwamba sehemu ile ndio sehemu maalum kwa ajili ya kwenda kupatia chakula. Nikuhakikishie tu kwamba video ni nyingi sana, lakini pia hakikisha umesubscribe katika YouTube channel yetu. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.